wanyama ukeketaji wake akikuone ukeketaji wake nguluma hona hoi. Kwa mikoa ambayo inaongoza kuna mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara kwa 43% zote, 28%, Singida nyie mna 20%. Kwa majina mimi naitwa Shukrani Mbago, ni afisa maendeleo ya jamii, nipo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida. Kinachoendelea sasa hivi kwenye mkoa wetu, tunafanya usambazaji wa mpango mkakati wa kitaifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji ambao ni wa mwaka 2025-26 mpaka mwaka 2029-2030. Kwa hiyo ni mkakati wa miaka mitano, na kinachofanyika sasa ni jamii kuweza kuelewa mkakati, lakini pia kwa sababu jamii wenyewe ndio watekelezaji wakuu, wenyewe sasa wana jukumu, baada ya kuelewa mkakati huu, wana jukumu la kutokomeza kabisa vitendo vya ukeketaji katika mkoa wetu wa Singida. Kwa hiyo sisi kama mkoa tunaishukuru sana Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa hichi ambacho wanakifanya. Tunaamini, tunajua mkakati huu ulizinduliwa tangu mwezi wa pili mwaka huu, na kinachofanyika sasa hivi ni usambazaji, na kizuri zaidi usambazaji huu sio haujaishia juu, lakini umekuja kwa wananchi kuwafuata katika maeneo yao. Tumeona jamii na watu makundi yote yameweza kuelewa mkakati huu na nini ambacho serikali inafanya, na waliopo hapa ni wananchi wenyewe ambao ndo watumiaji wa mwisho wa huu mkakati. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa hichi ambacho wamekifanya, kwamba mkakati tayari umezinduliwa, upo tayari, tunawafuata wananchi kwenye maeneo yao kuja kuzungumza mkakati unasema nini, na sisi kama jamii, yani jamii ijue wajibu wake ni nini katika kutokomeza vitendo vya ukeketaji. Kwa jina naitwa Dennis Mose, mratibu wa dawati la kutokomeza vitendo vya ukeketaji nchini kutokea Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Lengo kubwa lililotuleta Singida ni kusambaza mkakati wa kitaifa wa kisekta kutokomeza ukeketaji wa 2024, 25, 29, 30. Serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ilikuwa ina mkakati wa kitaifa kutokomeza ukeketaji wa 2021, 24, 25 ambao umeisha wakati wake. Baada ya mkakati ule kuisha na kuleta mafanikio makubwa ya kupunguza vitendo vya ukeketaji kutoka asilimia 10 ya mwaka 2015-16 na hadi kufikia asilimia 8 kwa kipindi cha 2022. Baada ya takwimu hizo kupungua kwa asilimia 2 kutokana na kutekeleza mkakati kwa kipindi cha miaka mitano, mkakati ambao umesha muda wake, basi serikali ikaamua kuchukua jitihada za makusudi kuandaa mkakati mwingine ambao utatekelezeka kwa kipindi cha miaka mitano, ili na wenyewe ulete mafanikio kutokomeza vitendo vya ukeketaji kutokea asilimia iliyopo sasa asilimia 8 kwenda mpaka asilimia 4 ifikapo 2030. Kwa namna hiyo serikali iliandaa mkakati wa kitaifa kutokomeza ukeketaji wa mwaka 2024, 25, 29, 30 na kufanikiwa kuuzindua mwezi Februari mwaka huu. Baada ya uzinduzi wa mkakati huu basi serikali ikaamua ikaona ichukue jitihada za makusudi kusambaza mkakati huu kwenye ngazi ya jamii chini kabisa kwa watumiaji. Na hii mpango huu umeanza tarehe 19. Tarehe 19 ilianza kwa halmashauri ya Chemba mkoa wa Dodoma, lakini baada ya hapo ikaenda halmashauri ya Monduli mkoani Arusha. Baada ya hapo sasa tukaenda mkoa wa Manyara, halmashauri ya Mbulu, na leo hii tuko halmashauri ya Singida DC mkoani Singida. Tuko hapo. Lengo kubwa ni kuhakikisha mkakati huu ambao umezinduliwa mwezi wa pili sasa tunausambaza unafika chini kabisa kwenye jamii, kwa jamii hiyo ambayo tunaamini kabisa ndio ambao vitendo vya ukeketaji vinafanyika huko chini. Kwa hiyo tunatamani wadau wetu na serikali kwenye ngazi ya chini kabisa huko kwenye jamii wautumie mkakati huu, watumie mkakati huu vizuri kabisa kwa manufaa kwa mlengo uliopo humu, kuhakikisha sasa vitendo hivi vya ukeketaji vinapungua kutoka asilimia 8 ya sasa mpaka kufika asilimia 4 ifikapo 2030. Hizi ni jitihada za serikali kuhakikisha kuwa vitendo hivi vya ukeketaji vinapungua. Jina langu naitwa Robi Samuel, ni mhanga wa kukeketwa. Ukeketaji una madhara mengi katika mwili.
kama mama naweza nikasema jambo la kwanza, unapokeketwa kuna maumivu makali sana ambayo unayapata, kiasi kwamba unaweza ukasikia kama kichwa kimepasuka hapa, kuna kitu kinataka kutoka. Ni maumivu makali sana ambayo hayaelezeki. Lakini jambo lingine ni unaweza kupata maambukizi wakati wa kukeketwa, lakini wakati wa kuuguza kidonda, kuna wengine wanavimba mpaka wanapata wanavimba, kupata infection na hatimaye wengine kufariki, kupoteza maisha. Lakini kutokwa damu nyingi, unaweza ukawa umekeketwa ukatokwa damu nyingi ukapoteza maisha, au mwili ukawa dhaifu sana. Lakini pia jambo lingine ni kwamba wakati wa kujifungua lile kovu huwa linashindwa kutanuka. Unajua maumbile ya mwanamke yameumbwa kwa kutanuka, kwa hiyo kovu hushindwa kutanuka na badala yake hupasuka, damu nyingi tena kutoka nyingi sana. Lakini wengine hupelekea hata wakati wa kujifungua kupata shida zaidi na kupata hata fistula. Kwa hiyo ukeketaji una madhara makubwa sana. Yako madhara ya muda mfupi na madhara ya muda mrefu, lakini kubwa zaidi ni kuathirika kiakili. Kwa hiyo niombe jamii yetu, niombe wazazi, wakina baba, walezi, kina mama, lakini niombe viongozi wetu wa mila, viongozi wetu wa kijamii, wenye vitu wa vitongoji, mabalozi, tusimame wote kwa pamoja, tupinge ukeketaji na tutoe taarifa pale tunapoona dalili za kutaka kumdhuru mtoto, ama tunapoona kwamba ukeketaji umefanyika, tutoe taarifa. Lakini niwaombe wakina baba, kwa mfano hapa wanasema kwamba wao huwa hawajui. Niseme hivi, baba, simamia familia yako, mkataze, sema kama mnavyozuia vitu vingine kufanyika, zuia pia, mwambie mama, sitapenda kuona mtoto wangu wa kike amekeketwa, na hicho kitu usikifanye. Kwa maana huko tunapoendelea yawezekana mabinti akakeketwa akaenda kuolewa akarudishwa kwa sababu kakeketwa. Kwa majina yangu naitwa Joseph, natokea Mtinko. Nimekuja kuwashauri wazazi kuwa wa baba kuacha kuwakeketa watoto wa kike na watu wache tusome kwa bidii, tufike vyuo vikuu ili tuweze kupata ajira. Kwa majina naitwa Shamimu Abdalla, nimetokea kijiji cha Malolo. Na washauri wazazi waache ukeketaji kwa sababu una madhara makubwa, kama kusababisha madhara wakati wa kujifungua. Mwanamke anatoka damu nyingi inasababisha kupoteza maisha. Madhara ya pili, inasababisha msongo wa mawazo, kwa sababu mwanamke akija kugundua kuwa amekeketwa akiwa mkubwa, anaanza kujilaumu, anaanza kulaumu wazazi kwa sababu walimfanyia hiko kitendo. Inakuwa sio vizuri. Mpaka nije niache kwa sababu kulitokea matukio ambaye ni mabaya. Kwanza kabisa serikali ilianza kusema kwamba watu waache. Waliposema watu waache, tulikuwa hatujaacha, tukaendelea kufanya kisirisiri. Lakini pale ambapo nilikuja kuamua kuacha kabisa, bibi yangu alimkeketa mtoto wa kaka yangu, akawa ametoa damu nyingi sana. Tulivyoangalia pale tukawa tumechoka, na siku hiyo hiyo ndani ya wiki huo watu wa Estela wakaja wakatika mtaani kwetu, wakawa wanatoa elimu ya kupinga ukatili wa ukeketaji. Niliamua kujiunga wakati mtendaji wa kijiji amesema kwamba twendeni. Tukawa tumeogopa, tukasema tunaenda kukamatwa, lakini alisema hamna kukamatwa, bali mtaenda kupata elimu na kutubishwa. Sasa kwa sababu zamani mambo ya ukeketaji ilikuwa kama ni suna na ilikuwa ni mila nzuri kwa kabila la Kinyaturu, tulikuwa hatujui. Tunasema kwamba ukeketaji kwanza ulikuwa unajenga umaarufu kwa mwanamke. Alionekana mwanamke aliyekeketwa ni mwanamke msafi ambaye hata mahari zake ziliongezeka, lakini kumbe ni kinyume chake. Baada ya hapo ya kupata elimu kwamba ukeketaji ni mbaya, mimi mwenyewe nikawa mashuhuda, kwa sababu pia ni mkunga anayesaidia wamama kujifungua. Daktari alipothibitisha kwamba huyu mama ambaye amekeketwa wakati wa kujifungua huaga analeta shida, na mimi pia nikawa shuhuda kwa sababu tayari ni mkunga. Baadaye nikaanza mimi pia kuwaelimisha wenzangu kwamba jamani, ukeketaji ni mbaya, na mashirika yakaendelea kuja vijijini na kuendelea kuelimisha.